Hii ni Simulizi na Sauti. Popote pale ambapo unaendelea kutufuatilia, karibu sana kwa mara nyingine tena, ikiwa ndicho kiunganishi changu mimi na wewe kinachotuunganisha ili nikupatie taarifa mbalimbali ya mambo tofauti yanayojiri nchini Tanzania, ambapo sasa tarehe 15 ya mwezi Juni mwaka 2025 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan atamwapisha Jaji Mkuu mteule wa Tanzania George Mcheche Masaju, ambaye anachukua nafasi ya Profesa Ibrahim Hamis Juma ambaye amestaafu. Lakini kabla ya kuapisha kwake, nimemtafuta wakili John Mbogo walau kutupatia tafsiri ya mambo kadha wa kadha kuhusu uteuzi huo, lakini pia ni nini ambacho Jaji Mkuu mpya anakwenda kukutana nacho katika majukumu yake mapya. Karibu sana tuwe pamoja, usiache kusubscribe pamoja na kucomment ndani ya Simulizi na Sauti. Mimi kwanza nipongeze wa Tanzania wamepata jembe kwa upande mmoja, na kwa upande mwingine wamepata uhuru kidogo wa mahakama, naweza kusema. Kwa sababu Jaji Masaju watu tunaweza kuwa na kumbukumbu nzuri. Alikuwa tangu akiwa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, na yeye mwenyewe akiwa ndo mwanasheria mkuu wa serikali, Jaji Masaju aliweza kuleta mabadiliko fulani makubwa sana ya sheria. Na kuna kipindi katika bunge, nafikiri ni katika awamu ya 4, ambapo aliweza kuleta mkanganyiko kidogo ambao ulitusababisha kufanya mabadiliko ya sheria, especially kwa mfano sheria zilizokuwa sheria ya makampuni ambayo ililazimika kuingia katika mabadiliko, ama tunaita tunafanya revised edition. Sasa ni jaji ambaye kwa kweli anaingia katika kipindi, naweza kusema kipindi kigumu sana cha kiutawala, kwa sababu anakutana na kipindi ambacho wananchi wa Tanzania wao kama wao wanakuwa na wamegawanyika katika makundi ya wanaotaka mabadiliko ya katiba mpya kwa asilimia kubwa sana, zaidi ya nusu naweza kusema kulingana na joto lililopo, na kundi lingine ambalo sio kwamba halitaki mabadiliko, isipokuwa linasema mabadiliko yanaweza kusubiri kidogo na mchakato ukaandaliwa. Kwa hilo vuguvugu ni kubwa, kwa sababu kila anayekuja na point anaambiwa sio kwamba hatutaki, isipokuwa tunaona tusubiri. Kwa ni mvutano wa kusubiri au kunipa sasa hivi. Huo uaga siku zote hata nyumbani ni mvutano mzito sana, ni mvutano mgumu sana kuhandle kuliko ule mvutano wa sitaki na ninataka. Kwa hiyo anaingia kwenye kipindi ambacho inaweza kuwa kama hata kuwa yeye mwenyewe amesimama kwa kujua misingi yake ambayo tunamfahamu nayo kwa misingi ya ni mtu wa kusimamia anachokisema, na mara chache sana amekuwa akibadilishwa na anabadilishwa na mazingira. Sasa tunaamini kwamba anaweza asibadilike katika mazingira yaliyopo na akabaki kusimamia msimamo. Sifahamu sana kibinafsi kwamba yeye mwenyewe anasimama wapi katika makundi hayo mawili niliyoyataja, la tusubiri au la tulete mabadiliko sasa. Lakini kwa experience tu ni mtu anayependa mabadiliko. Kwa hiyo naamini kama anapenda mabadiliko na anapenda kuona ustawi, kwa hayo anaweza kusema tunasema impliedly kwamba tunaweza kusema kwamba ni anapenda, tunaweza kusema yupo kundi la wanaotaka mabadiliko kwa jinsi ambavyo yeye yupo. Lakini naomba neno langu lisiwe sheria kwamba ndivyo alivyo. Anaweza kuwa tofauti, ila mimi najaribu tu kuchambua na kupima tu kwamba natamani awe namna gani. Na kitu kingine ambacho ninakiona kwa kuiangalia mahakama kama mahakama nayo inakumbana na jambo kubwa kidogo. Inakumbana na kutoka analogia na kuingia 100% digital. Sasa hivi tumeshaanza kesi tunazi-upload on the system. Unachotaka kuapply wakili uta-apply on the system, anayetaka kutoka atafanya kwenye system. Sasa tumeenda tu digital, na anakuja kwamba amekutana na mifumo ya digital ambayo kiutendaji, na kama yeye msimamizi mkuu wa shughuli za kimahakama na muhimili mzima wa mahakama,
anakumbana na kwamba anakumbana na kizazi cha Gen Z. Kwa hivyo anahitaji kuwa Gen Z na yeye mwenyewe, ingawa yeye sio Gen Z, hata sio millennial, pia ni mtu wa kabla. Kwa hivyo tunaweza kusema anakutana na wakati mgumu kidogo, sio rahisi kwake. Kwa hiyo mahakama yenyewe inamtaka sana asimame katika nafasi. Kwa hivyo kwa briefly, kwanza kwa sasa hivi nafikiri hayo tunaweza tukayaangazia kwanza. Wakati tunaanza mazungumzo yetu uligusia kwamba anaingia kwenye kipindi ambacho kuna jambo la uhuru wa mahakama, na tukiangalia uhuru wa mahakama, maana yake ni kwamba kila jaji au hakimu anapaswa kuwa uhuru kuamua kesi iliyoko mbele yake kwa mujibu wa sheria na ushahidi ulioletwa mbele yake, na katika kutekeleza majukumu hayo hapaswi kuingiliwa, kushawishiwa au kushinikizwa na mtu au chombo chochote, ikiwemo bunge, serikali, kama inavyoelezwa katika ibara ya 107B ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Labda tupe tafsiri kidogo. Kwa nini umesema kwamba anaingia katika kipindi ambacho mahakama inakabiliwa na uhuru wake binafsi? Kwa kifupi, unajua tunasema hivyo kwa sababu ibara ya 107 B pamoja na ibara zingine zinazoambatana na sheria ndogo ndogo zinazoambatana na zikisomwa pamoja na ibara hii, zinaeleza wazi kwamba kunatakiwa kuwe kuna mgawanyiko wa kimihimili. Yani maana yake ni kwamba inamaanisha kwamba unapaswa kuwe na muhimili kuna mgawanyiko wa kimihimili. Mgawanyiko wa kimihimili ni nini? Kwa lugha ya kikawaida, lugha ya kifamilia, nitatumia mfano wa familia. Kwenye nyumba kuna baba, mama na watoto. Hii ni mihimili mitatu katika nyumba. Haimaanishi muhimili mmoja ni bora zaidi ya mwingine. Haimaanishi kwa sababu baba ndio anayeleta chakula na kugawa na kuleta pesa nyumbani, basi mama hana sehemu ya kusimama. Au haimaanishi watoto hawana mchango wa mawazo wa kuyaamua pale ambapo yanapaswa kuyaamua. Ili iwe familia inapaswa mihimili yote mitatu, yani baba, mama na watoto, wote wakae pamoja. Kwenye lugha ya sasa hivi tunaweza kusema serikali ni baba, na mimi napenda kumuita mama ni bunge, kwamba mama ndiye anayetunga baadhi ya sheria za pale nyumbani. Ndiye anayesema kurudi nyumbani kwangu saa 1 si sawa, muda wa kula, watoto fanyeni hivi, watoto fanyeni vile. Na mahakama mimi napenda kuiita ni watoto katika mfumo huo. Kwa nini nasema hivi? Ni kwa sababu muhimili huu wa mahakama pamoja na kila kitu una maamuzi yake, na ndio maana unaenda kuishi kwa kujitegemea baada ya muda. Uhuru wake unajitegemea na unaenda ukikua. Kesi inavyoanza inaweza kuwa ni kesi ya jamii, mtoto kama alivyo mtoto wa jamii. Kwa hivyo kesi inakuwa ni kesi ya jamii, lakini ndio maana tunaita ni republic ama ni kesi ya jamhuri. Lakini baada ya muda maamuzi yanayokuja kutolewa yanakuja kuwa ni maamuzi binafsi. Hayapaswi kusimamiwa, hayapaswi kusema baba aliamua hivi au baba anataka hivi ndio maana watoto wafanye hivi. Hayapaswi. Ndio maana hata mtoto anapofika miaka 18 anajitegemea. Mahakama inapaswa kufika muda wake iseme sasa haya ni maamuzi yangu. Haimaanishi kwa sababu inachukua mishahara kutoka serikalini inafanya hivi, majaji wanateuliwa na serikali na rais. Haimaanishi kwamba wanapaswa basi kwa sababu unamteua ndio umpangie cha kusema. Wewe mteue kwa weledi, lakini mwache aamue, kwa sababu umeteua mtu mzima na ambaye anaweza kujitegemea. Ndio maana mahakama huwa na sisi tulioko kama maofisa wa mahakama tunasemaga mahakama ni sehemu yenye wivu, au mahakama ina wivu. Kwa hiyo unapoipangia cha kusema ni unaiingilia katika wivu wake. Yani haipaswi kuwa hivyo. Ndio maana nasema katika kipindi hichi cha sasa hivi ama miaka ya hivi karibuni tumeiona serikali ikijaribu kutaka sana kuingilia mahakama, ikijaribu sana kupangia nini mahakama ifanye, nini mahakama isifanye. Sasa
na zimekuwa katika occasions tofauti, na tumeona pia ambacho mimi nimekishangaa kwenye dhima za kiserikali ambazo mahakama hapaswi kuwa mhusika, kwa sababu zinamaanisha utekelezaji kamili wa serikali. Kwa mfano kunakuwa na sherehe ya kiserikali au dhima ya kiserikali ambayo labda rais ameteua makatibu wakuu au ameteua mawaziri, na sio mawaziri wa sheria, let's say ameteua mawaziri wengine, mawaziri wa miundombinu, labda waziri wa afya, waziri wa chochote. Unapomuita jaji mkuu kuja kushuhudia tukio hilo, tayari ni mwingiliano wa kimahakama, kwa sababu jaji mkuu ni muhimili wa kutosha. Ndio maana jaji mkuu anapo teua watendaji wake hamuiti rais kuja kushuhudia. Au unapomuita speaker kuja kushuhudia matukio ya kiserikali, tayari unamnyima uhuru. Tafsiri yake kidiplomasia ni kwamba unawamiliki, kitu ambacho si sawa kusema unawamiliki, kwa sababu ni tafsiri haileti picha nzuri. Naam, sasa kwa hiyo kiuchambuzi ndio tuangalie jambo lingine. Ameingia katika kipindi ambacho madai ya katiba mpya ni makubwa, na umesema kwamba hapa karibia ni nusu ya Watanzania huenda ikawa wanadai mabadiliko katika katiba mpya. Unafikiri hili ataweza kulihimili ikiwa ndio msingi mkubwa ambao umeleta hili la no reforms no election? Hapa unapazungumzia vipi? Ataweza kuhimili kishindo hiki? Ataweza kuja na matakwa ya wananchi ya kuleta katiba mpya? Unajua kuna vitu viwili ambavyo Frank nafikiri vimechanganyikana. Kwamba tunaposema vuguvugu la no reforms no election, hili ni vuguvugu binafsi. Ni vuguvugu linaloletwa na sheria moja tu, sheria ya uchaguzi, ambayo sio kwamba katiba imekataza uchaguzi au katiba hapana, isipokuwa ni mchepuo wa sheria ndogo ambayo inaweza kutafsiriwa mahali popote, katika mahakama ndogo ambazo si sana mahakama kuu au mahakama ya rufani, si sana itaenda huko. Inaweza kutafsiriwa na mahakama zingine zozote ndogo, mahakama za hakimu mkazi kushuka chini, zinaweza kutafsiri vuguvugu hilo. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu yes, inaweza kuwa inatupelekea kwenye swala la kikatiba, kwamba tutahitaji pia kubadilisha baadhi ya vitu katika katiba. It is very true. But tunapoongelea swala la jaji mkuu kuja kusimamia utendaji kamili wa mahakama, hilo likiwemo, no reform likiwemo, kama ni swala la kimahakama sasa, kwa sababu lenyewe limekuja kama swala la kiharakati, si swala la kimahakama. Let's say Chadema hawakuamka asubuhi wakalodge kesi mahakamani, application yao yoyote, au wakapeleka petition ya aina fulani kusema bana tuna petition kukataa uchaguzi kwa sababu 1 2 3 4 5 ambazo ni sababu za kisheria. Wao waliamka na kwenda barabarani na kukataa shughuli zote barabarani. Sijui kama unaona hiyo tofauti. Kwa hiyo hiyo sasa kwa madai ya mabadiliko katika katiba, yes, haukuleta katika mfumo stahiki. Ungeuleta katika mfumo stahiki, tungesema okay, sahihi. As much as vuguvugu linaweza kuwa valid kiasi gani au linaweza kuwa na mashiko kiasi gani, lakini inawezekana uwasilishwaji wake haujawa bora. Hiyo ni moja. Tunaporudi upande sasa wa mahakama, tunapomsema let's say jaji mkuu ambapo anakutana na hili vuguvugu, kwamba shida hapa iliyoko ni interpretation. Shida iliyoko ni tafsiri kwa wananchi wa kawaida. Je, wao hawaioni kama ambavyo mimi nimeieleza? Wananchi wanaiona katika lugha tofauti. Wananchi wanaiona kwamba haijafanyika, mahakama haijatenda, lakini kiukweli mahakama haijawasilishiwa. Kwa hiyo nafikiri kwa sababu kwa nguvu ya jaji mkuu, na kuna baadhi ya sheria ambazo anaweza kuziunda kama jaji mkuu, ana nguvu ya kuunda sheria tofauti na bunge. Anaweza kuangalia kama itampendeza kuona namna gani anashirikiana na ofisi ya mwanasheria mkuu
pamoja na labda na mawakili wa vyama vya siasa, mawakili kwa sababu ya kumaanisha wananchi kamili, ili kusudi walete aina fulani ya sheria ambayo itafanya hayo mabadiliko yaonekane, kama kweli kuna nia ya kuyafanya hayo mabadiliko. Na ndio maana huwa nasema kinachodaiwa mara nyingi ni mchakato. Mahakama inafuata mchakato, hata kuendesha kesi yake pia ni mchakato. Ndio maana utaenda leo utaambiwa fungua kesi, ukifika kufungua kesi utaambiwa tuje tuitaje, utamaliza kuitaja utaambiwa tuifungue, tuianze kuisikiliza, utamaliza kuisikiliza utamaliza mambo ya ushahidi, utafunga kesi yako, utaendelea. Kuna vitu ambavyo ni mchakato. So mimi ninachoamini kwamba kwa nafasi ya jaji mkuu sasa hivi, naamini anapaswa kusimamia michakato ya kimahakama kuwa katika mustakabali mwema na usio lalamikiwa. Uzuri ni kwamba yeye mwenyewe amewahi act, ni jaji mkuu wa kwanza anaweza kuwa kwanza au wa pili kama rekodi ziko sawa, kushika nafasi ya mwanasheria mkuu wa serikali na kuwa jaji mkuu wa Tanzania. Kwa hiyo akiweza kutumia experience aliyoipata kama jaji mkuu, kama mwanasheria mkuu wa serikali, akaihamisha experience hiyo katika utekelezaji, kwa sababu yapo mengi yeye akiwa kama mwanasheria mkuu wa serikali aliyalalamikia mahakama. I am so sure, hata kama hajalalamika wazi, I am sure kuna mahali alionyesha kutokuridhika kwa namna fulani na utendaji wa kimahakama, ambao leo ndo amepewa dhamana yake. Basi ahamishe malalamiko aliyoyapeleka kuyaleta katika utendaji, ikiwa alifanya hivyo. Kama hakufanya hivyo, basi yale ambayo yanalalamikiwa na upande wa mawakili wa serikali na mawakili binafsi, basi ayachukue kama maoni, atengeneze tume kadhaa ambazo zinaweza kuanzisha. Tuna rekodi ya tume mbalimbali. Kuna tume ya Nyalali, ilikuwa tume maarufu sana kwa ajili ya mabadiliko fulani ya sheria. Anaweza kuanzisha tume ya masaji ambayo ikafanya chochote. Jaji mkuu ana mamlaka hayo. Kwa hiyo kwa kifupi, amepewa kijiti ambacho akijua jinsi ya kukitumia ataleta mustakabali wa amani kubwa sana ambayo Tanzania leo hii inalalamikiwa, na especially inapelekwa kwa serikali. Anaweza kuondoa malalamiko na kiu ya wananchi mmoja dhidi ya mahakama pale ambapo wanaona hukumu zao au maamuzi yao yanayotoka mahakamani yalikuwa ni mashinikizo ya serikali. Anaweza kuwa akaamua kuwa strict enough kusimama kama muhimili, na yote yakabadilika, na hizo kelele zikaisha ndani hata ya miezi 2 au 3. Akafumua mahakama jinsi anavyojisikia na kuibadilisha jinsi anavyoisikia, akaondoa watendaji waovu wala rushwa, wafanya vitu kibao. Hayo mambo yakaisha na mahakama ikawa ni safe haven kwa Watanzania. Kwa hiyo kwa kifupi ana kijiti kikubwa sana. Shukrani sana, nikushukuru wakili John Mbogo kwa huu ufafanuzi ambao umeutoa. Basi nashukuru ndugu yangu, mimi niko na simulizi muda wote, nashukuru sana.